Mtazamaji, ninakusalimu nikitumaini kwamba hali yako ni njema kabisa. Ninakualika kwa moyo mkunjufu, na leo kwa ufupi tunakuletea historia fupi ya mama Nelisa maarufu kwa jina la Jessica na baba Nelisa ambaye anafahamika kwa jina la Simon. Yako mengi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii baada ya mtoto wao Nelisa kufariki dunia mapema mwaka huu wa 2026, na leo basi wako katika ofisi ya mchungaji Violet Mwazembe, katibu mkuu wa Lemachu Taifa, ambaye pia ni msaidizi wa kisheria kata ya Kitunda. Ameamua kuwakutanisha wazazi hawa wa marehemu mtoto Nelisa, na moja kwa moja hapa utamsikia kwa ufupi kabisa mchungaji akikusalimia. Na Lemachu iko chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Moja kwa moja, karibu. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa mchungaji Violet Mwazembe, lakini pia nashughulika na huduma za kijamii. Pamoja na hayo ni msaidizi wa kisheria katika kata ya Kitunda. Tumeona vyema kuwaita Simon pamoja na Jessica kulingana na trending zilizotokea mtandaoni. Tumefanya hivi kwa sababu siku za karibuni tulimpa Simon cheti cha kuwa baba bora. Kwa hiyo tulishtushwa na haya yaliyovuma mtandaoni. Tukaona ni vema kulikoni kusikiliza mtandaoni, tukaona ni vema tuwaite wote wawili, tuone ni wapi pana shida, ni wapi pa kurekebisha. Na isitoshe kwamba tulikuwa tunaona mke huyu Jessica bado ni binti mdogo. Tumeona kwamba tuwai kabla hawajaribikiwa au hawajaribika kisaikolojia. Kwa hiyo kikweli tumekaa nao na tumeongea nao, mambo yameenda vizuri, na pale ambapo wao hawakuelewa au waliongea ndivyo sivyo, wamewekana sawa, na vile ambavyo walikuwa hajui jinsi michango ilivyotumika, inawezekana katika njia moja au nyingine, Jessica alikuwa hajui namna gani michango yao ilivyotumika au ilivyoenda, lakini kila mmoja akafafanua. Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu Biblia inasema tu wapatanishi. Mungu awabariki. Mtazamaji, moja kwa moja uanze kwa kumsikiliza Jessica. Baada ya Jessica utamsikiliza Simon. Mimi hapa nilioko mbele yenu wa Tanzania naitwa Jessica Joseph, mama wa Nelisa Simoni. Nimekuja kuwashukuru kwa wote ambao mmetufanyia juu ya mtoto wetu mpaka tulizika vizuri, kila kitu kikaenda sawa. Kuna mtu atauliza Nelisa ni nani kwani? Nelisa ni mtoto wangu, Nelisa Simon. Mimi pia ni mama yake. Nashukuru Tanzania kwa michango yenu, kwa kila kitu mlichotusaidia mpaka mtoto wetu tukamzika, tukamaliza kila kitu. Nashukuru. Na pia mimi na baba Nelisa, historia ni fupi ambayo tulikuwa nayo. Mimi na baba Nelisa hatujaifunga ndoa, sema tulikuwa tu nile tuseme ni wapenzi. Nikaa nibeba mimba, ndio changamoto zikatokea hapo tu hivi, nikasitisha vitu vyangu mwenyewe, nikaa nalea mimba nini wengine vikaendelea. Kidato cha 4 hukufanikiwa kumaliza? Nilimaliza kidato cha 4. Nilipomaliza nikaa nina mimba. Ulimaliza sekondari gani? Nilimaliza sekondari hapo hivi. Pole, changamoto ya uzazi lazima uwe unasahau kidogo. Kwani hapo ulipo una miaka mingapi? Na miaka 20, mwaka huu. Tabidi nikuimbie happy birthday to you. Happy birthday to you. Mtazamaji, muimbie mama Nelisa happy birthday. Ndio amefikisha miaka 20, lakini amepitia makubwa kama hivyo mtoto Nelisa ambaye alizaliwa na ulemavu, si ndio? Ndio. Alikuwa na ulemavu wa nini mtoto? Yaani alikuwa tu na shida la kichwa. Alikuwa na maadili, alikuwa so mimi na mlemavu ni mtu ambaye viungo vyake havifanyi kazi.
Mikono ilikuwa sawa. Yaani mwili mzima ulikuwa unafanya kazi. Sema kichwa tu kilikuwa kinamsumbua. Kichwa kilikuwa kina maji. Taarifa zinasema yule ni mume wako wa ndoa sijui mume. Yule sio mume wangu. Swala la mume na mke sio kweli, na kwenye swala la mapenzi mimi na yeye tumeachana toka nimezaa. Yaani kwenye swala la mimi na yeye tulikuwa tunalea mtoto, ila tuliachanaga muda toka tumezaa, tumeachana. Lakini alikuvalisha pete ya uchumba? Hapana. Hajanivalisha na sina pete ya uchumba. Basi mimi nikajua una pete ya uchumba ndugu yangu. Hapana, sina. Sijavalisha chochote. Lakini naona mmerudi tena kutrendi mtandaoni kwa upya. Kwani sawa, hamkuwa mnamtegemea mtoto kupata kipato? Kile kilichobaki, kwani baba Nelisa hakukupa? Baba Nelisa alitoa milioni 3, lakini milioni 3 yani ametoa, lakini ni zimetumika yenyewe kwenye familia, wametumia kufanya mahitaji yao wenyewe, kwa nadaiwa na wao kwa nagaika na mtoto nini. Kwani hakukukabidhi mkononi hiyo milioni 3? Hapana. Alikaa muda kidogo akamtumia mama kwenye account. Kwa mimi hapa, kwa umri wangu bado mdogo, ila kwa mimi sasa hivi kwa masuala kuendelea na shule, hicho kitu sijafikiria na siwezi kuendelea na shule, ila kitu ambacho mimi nahitaji nifanye ni biashara. Mimi na biashara yangu na maisha yangu mengine tofauti na ya huko nimeyopitia yote, yani yote mimi kwangu iwe hivyo. Mimi na biashara yangu mwenyewe, nifanye vitu vyangu mwenyewe, niendelee na maisha yangu mwenyewe. Baba Nelisa yeye anaendelea na maisha yake na mimi naendelea na maisha yangu. Kila mtu anajiendeleza mwenyewe, kitu ambacho nahitaji. Na unatamani biashara gani kwa mfano? Mimi natamani kwa mimi mwenyewe biashara yangu ifungue biashara duka la nguo za kike. Niweke kila kitu cha kike, nguo za kike, viatu vya kike, pochi nini. Nasikia ana gari ni vitu tu ambacho nasikia. Kwani mlivyokuwa pamoja hakuwa na gari? Hapana, hakuwa na gari. Kwa majina anaitwa Simon Bryson Mnyola. Ni mzazi halali, ni baba wa mtoto ambaye alipata changamoto kipindi fulani akawa amefariki kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Anaitwa Nelisa Simon Mnyola. Na kushoto kwangu hapa anaitwa Jessica, ni mama mzazi wa Nelisa ambaye ni mzazi mwenzangu. Niwashukuru kwanza wa Tanzania kwa kuwa bega kwa bega na mimi katika kile kipindi cha matatizo. Maana mimi matatizo nilitambulisha kama mlengwa, kama baba mzazi wa mtoto. Ila pia kulikuwa nyuma yake kuna mama mzazi wa mtoto ambaye ni Jessica, ambaye ni mama yake na Nelisa. Nashukuru sana Tanzania, wamekuwa bega kwa bega kwa hilo jambo tangu nalianzisha mpaka nalihitimisha mpaka mtoto amefariki. Na niwashukuru kwa sababu alitusaidia vingi. Nje na upendo wa Tanzania walitusaidia mambo mengi sana ambayo binafsi hatuwezi kuyaelezea kwa kina, maana ni vitu vingi wametusaidia sana. Jamani, ndugu wa Tanzania, hivi karibuni kuna taarifa imejitokeza kwamba ambaye ni mama mzazi wa mtoto Nelisa, ambaye tunasema ni mzazi mwenzangu, kwamba sikumpatia pesa bali hiyo pesa mimi nikaenda kununua gari. Ni taarifa ya upotoshaji, kwa sababu ya kabla sijamfahamu Nelisa, mimi nilikuwa mpiga picha ambaye nipo chini ya management tunasema kwa kazi za sanaa, na studio ipo Sinza Darajani, ina zaidi ya miaka 2, watu wengi wanaifahamu kama Teal Brand. Na studio hiyo ni studio ambayo pia ilimpa umaarufu Nelisa kwa sababu alivaa t-shirt ambayo ina icon na logo ya studio kwenye upande wa kifua. Na kingine ni kwamba ile picha ilileta inspiration kwa watu kama baba mzazi mimi ambaye nilikuwa nikimpenda mtoto wangu, na ikapelekea Watanzania wakamsaidia. Lakini pata ile gari au kumiliki ile gari haikuwa mali yangu, bali ilikuwa ni mali ya kampuni ya Teal Brand ambayo iko chini ya wadau mbalimbali. Na tunapoongea mpaka sasa hivi, kulingana na sikia ndio inaendelea, gari hiyo wameshaichukua, wameizuia na sipaswi kuitumia kwa sababu ya taharuki zinazoendelea mtandaoni ambazo si za kweli,
japo ni wachache ambao wakituona tuna move kutoka sehemu moja kwenda nyingine wanaenda kuzusha maneno yao. Kwa kuwa sisi tunakuwa kimya, inaleta picha mbaya katika jamii, na hilo nilitamani niliongelee sana. Nilitamani hata nimtaje mmiliki wa gari, lakini si vizuri kumtaja katika, na yeye mwenyewe si mtu wa mitandao, ni mtu ambaye ni kama mfadhili kwenye studio yetu. Na swala lingine ambalo ninataka kuliweka wazi ni kwamba mgawanyo wa kile kilichopatikana Watanzania walijitoa sana kwa kile kipindi cha mwanzo kabla mtoto kupata matibabu stahiki kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya kusema ule mgawanyo, kwanza napenda nimshukuru mama yangu na uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho aliguswa kwa yale mapenzi ambayo nilikuwa nikionyesha na kwa mtoto. Na mapenzi yale yalileta tiba stahiki kwa mtoto, alipatiwa matibabu yaliyo bora sana na kwa kiwango cha juu kwenye hospitali ya Moi. Lakini nje na rais kumsaidia, pia mtoto alikuwa kipenzi cha Watanzania kwa maudhui yake kwenye akaunti zake, na maudhui yale yalimfanya akawa Watanzania baadhi waliguswa na kumsaidia pesa, ingawa ni hela, tunasema ni pesa. Walimsaidia pesa na baadhi ya mahitaji yakiwa hospitali. Pesa zile zilikuwa zina manufaa makubwa endapo mtoto angetoka hospitali, kwa sababu matibabu yote yalikuwa hapo chini ya Mheshimiwa Rais. Lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alipanga lake, mtoto alitutoka. Na baada ya mtoto kufariki, gharama nyingi zilitumika pale kwenye mazishi ya mtoto. Kuna muda ilikuwa paka nikiposti watu inakuwa kero kwa wananchi, lakini yule mtoto alitumia gharama kubwa sana kwa sababu msiba wake hakuwa msiba tu mdogo, bali kwa msiba mkubwa. Msiba huo gharama zilianzia Kivule, zilianzia Muhimbili pale, zilianzia Muhimbili pale kuandaa process za usafiri jeneza la mtoto kwa haraka, kwa sababu ilikuwa kama tulimpa heshima yake kwa mtoto kwa yale maumivu ambayo alikuwa ameyapata kwa kipindi kile. Na pia tulimsafirisha kwa heshima kwa sababu alisafirishwa kwa yale magari yanaita Benz, zile za kubeba mwili kutoka Dar es Salaam mpaka nyumbani. Kwa hiyo kwenye usafirishaji gharama zilikuwa kubwa sana. Tulikodi costa 2, lakini costa moja ilirudi baada ya kulipa advance, ilirudi kwa maana ya walienda watu wachache. Baada ya watu kuaga Muhimbili, wengine wakawa hawakufanikiwa kwenda, kozi kaenda costa moja na gari lingine na usafiri mwingine wa watu binafsi ambao tuliongozana nao kwenda kuzika Karatu. Na pia nyumbani ilifanyika mazishi yale, ni gharama ambazo zilitoka kwenye michango ya mtoto ambao Watanzania walinipa mimi kama dhamana ya baba mzazi. Na michango hiyo ilionekana kwa sababu watu tulimaliza msiba salama, na michango iliyobakia niliona tena nirudi tena kufanya ibada ya 40 ya mtoto na kujenga kaburi la mtoto lenye thamani kubwa, kwa sababu zile pesa Watanzania walinipa kwa ajili ya mtoto, na mimi niliona ni vyema nipeleke kwa ajili ya mtoto kwa sababu ni ya kwake. Hata nikisema ile pesa nitakuwa kama nimemnyima haki mtoto. Nilifanya vile na nilihakikisha nimehitimisha lile zoezi na kumfanyia ibada takatifu, na nyumbani ilikuwa si ibada tu, ilikuwa ni sherehe ya kumbukumbu ya maisha ya mtoto wetu Isa, kwa sababu alibatizwa na umauti ukamkuta katika Kristo. Tunaamini yupo sehemu salama kwa Mungu. Baada ya kile kilichobakia kabla ya 40, kwanza baada ya msiba nilimwambia Jessica kwamba tutakapomaliza 40, kwa kuwa tukua mke na mume, kuna maisha mengine ambayo yatakuwa yanaendelea. Yale maisha hata kama tunasubiri tamko la wazazi kwetu sisi kwenye mahusiano yetu, basi tuendelee kujishughulisha na mambo mengine. Nikampa idea atafanya kitu gani. Baada ya 40 kuisha, aliniambia kwamba kuna kitu anataka kufungua. Kwa hiyo ile pesa nikawa nimeweza kuweka kwenye akaunti ya mama yake na Jessica ambaye ni bibi yake na Nilsa upande wa mama, na niliweka kwenye akaunti shilingi milioni 3 baada ya kubaki kwa shilingi milioni 5 na laki 2 na change hivi. Nilivyoweka hiyo hela, mimi nikawa nibakia na milioni 2 kurudi Dar, ndo narudi tena sasa kuanza shughuli zangu, maana nilisimamisha shughuli mwezi mzima. Na nikawa nimerekebisha masuala ya kodi yanayonizunguka mimi, na kazi zikaanza kuja baada ya watu kujua baba Nilsa yuko sehemu fulani ana studio anapiga picha, watu wakawa wanakuja kwa mtikio mkubwa. Na baada ya watu kuja kwa mtikio mkubwa, ndipo kazi zigawa nyingi za kutoka nje. Na kazi ilipokuwa nyingi sasa, na timu tukawa tunapata changamoto ya production ambayo ilitulazimu kumwomba mfadhili wetu atununulie gari. Na gari imekuja baada ya wiki 2. Na gari hilo mpaka sasa hivi mwekezaji kashachukua baada ya kuona kuna malalamiko ya gari mtandaoni.
Kwa hiyo mtu hawezi akatoa zawadi alafu ikaenda kuwa na malalamiko mtandaoni. Kwa hiyo ninachoshukuru tu Watanzania ni kwa sababu ya kuwa bega kwa bega na sisi. Licha kuwa bega kwa bega na sisi, pia mimi kama baba mzazi wa Nilsa, kwa kuwa mtoto wetu hayupo, mimi ni baba mzazi wa mtoto. Kwa hiyo nina jukumu moja la kulibeba kulingana na haya yanayoendelea mtandaoni. Yaliyoendelea mtandaoni si mazuri, kwa sababu yalikuwa ni maongezi ya simu, na yalikuwa ni maongezi ya kusuluhisha migogoro ya chini ya kifamilia ambayo iko baina yangu mimi na mwenza wangu, na hayakuwa maongezi ya kuja public. Si inasemekana kwamba huyu alikuwa ni mke wako wa ndoa, sasa umemtimua? Hapana. Naomba nirekebishe hili. Jessica ambaye ni mama Nilsa hakuwa mke wangu wa ndoa, bali nilizaa naye kwa makubaliano kwamba mtoto wetu ataishi maisha kama sisi wazazi ambao tuko pamoja. Lakini sikumfukuza mama Nilsa kwa sababu yeye alikuwa anakaa kwetu kwa recovery. Wanasema recovery kwa sababu alipotoka kujifungua muda mwingi alikuwa hospitali. Lakini sikusema kwamba nimemfukuza, hicho kitu hapana. Analeta uchunganishi ambao si jambo ambalo ni jambo zuri, kwa sababu watu wengi wanatufahamu sisi wote pamoja. Nataka niongelee na jambo lingine, ni jambo la walezi wetu. Leo bana tumeitwa na walezi wetu wa Limachu, ni katibu wetu ambaye ni katibu mkuu wa tunasema kwa hapa taifa. Lengo lilikuwa ni kurekebisha hichi kinachoonekana mitandaoni, na sasa kinachoonekana mitandaoni si picha nzuri kwa sisi familia, kwa sababu leo na kesho hatujui ni nani ambaye atasimama mbele yetu kutoa msaada kwa akiwa anasikia yale ambayo yako. Kulingana na nidhamu hiyo kwake, nimefika hapa kama kijana, kwa sababu ni kijana ambaye natamani niwe kijana ambaye nilelewe katika maadili yaliyo mema. Nimefika hapa kuitikia wito ambao ni kuweza kuambia Watanzania kwamba kuna kidogo nachokipata kwenye studio yangu. Nipo tayari kumsimamia mama Nilsa akapata duka lake na maisha mengine akawa naendelea, ili asiwe anakaa nyumbani. Yale yalipita, tutengeneze maisha yaliyo bora, na mama Nilsa nitahakikisha nasimamia mbele yenu na mpaka kuzindua duka hilo, na mimi mwenyewe nitalisimamia jukumu hilo, kwa sababu tunaamini katika maisha utafutaji ni jambo la muhimu kuliko kitu chochote, maana ndio maisha yetu ya kila siku. Hata leo hii tukianza kutupiana maneno mtandaoni, yale maneno si tija na si mwafaka wa kile kitu ambacho kina dhamira kwenye maisha yetu. Na tupo hapa kama watoto mbele ya wazazi. Kuna wazazi wa Kitanzania ambao wanatazama hili na wazazi ambao waliguswa katika safari ya maisha ya mtoto wetu. Tupo hapa kurekebisha kile, na tunaahidi kwamba tutakuwa wema katika jamii na tutasimama katika yale misingi ambayo jamii inataka, na tutakuwa mfano bora kwa jamii na kwa vijana wanaotuzunguka. Na nashukuru vijana wengi wamepata elimu kutoka kwangu. Mtulie kwenye mahusiano. Vijana wenzangu, naombeni mtulie kwenye mahusiano. Ukiwa na mpenzi wako, ishi na wewe mpenzi wako, usiwe mtu wa kujaribu kuchepuka. Hivyo vitu ni vibaya. Nilitumbukia kwenye shimo, lakini kutumbukia kwenye shimo haimaanishi kwamba lile shimo linifikie. Nina nafasi ya kutoka kwenye shimo na kuanza upya. Asanteni sana. Kwa maana hiyo huna mpango wa kumwoa mama Nilsa, kwamba uchumba sasa? Yani kwa kawaida ipo hivi. Sikuona baya kwa mama Nilsa kwenye swala la mahusiano, sikuona baya. Labda swala lingine ni tuseme, labda kunakuwa na influence ya vitu vingi ambavyo vinatokea. Labda pengine niliwahi kuwa na mahusiano kabla yake ndo chanzo, au labda pengine nilikuwa na sikai karibu yake ndo chanzo, lakini sijaona baya, kwa sababu hakuna aliye mkamilifu duniani. Hata ukisema leo nimemwacha mama Nilsa kwa kasoro hizi, nimeenda kwa mtu mwingine kwa kasoro hizi, nitakutana tu na vile vitu ambavyo nimeviacha huko. Kwenye swala la mahusiano, mimi naomba kwanza tufanye kazi kwanza, kwa sababu swala la mahusiano ni swala la mimi na mwenzangu hapa na mama Nilsa. Sawa, hili jambo bana si jambo kubwa kama lilivyochukuliwa. Ni watu tu wachache walihitaji kupata story ambazo zingewanufaisha wao. Binafsi sisi ni familia, na yule mtoto ni mtoto wetu. Kimwili tunasema yuko na sisi, ila kiroho yuko na sisi. Anapoona mkanganyiko kama huu, binafsi yeye kule alipo anajisikia vibaya. Kuona mzazi wake yuko huko, mzazi wake mwingine yuko huko, binafsi anajisikia vibaya. Na kama baba mzazi wa mtoto pia ningejisikia vibaya, kwa maana ya kwamba yule mtoto amelala kwenye ardhi ya nyumbani. Na kama mtoto amelala kwenye ardhi ya nyumbani, mtoto huyo nitakuwa naumia mimi kuona mzazi mwenzangu amepata
shida sehemu fulani, au yuko sehemu fulani, au kuna sehemu mimi nimefika alafu yeye bado hajafika. Kwa hiyo natamani sana hata wale mlionipa issue ya matangazo na Mama Nilsa sasa hivi namleta mwenyewe kwenye matangazo rasmi. Japo mwanzo tulipata changamoto ya yeye kuzuiwa kwenye mitandao, lakini sasa hivi tunamleta, atakuwa anafanya matangazo rasmi. Mtakuwa mnamuona kwenye matangazo na kila kitu kitakuwa sawa. Jamani, karibuni sana. Sasa Mama Nilsa atakuwa na biashara yake na mimi nitakuwa mstari wa mbele kutengeneza matangazo ambayo watu wote watakaribia pale kwa ajili ya kumuungisha. Ni mlazi mwenzangu, akidondoka yeye lawama nitapewa mimi. Nikidondoka mimi lawama atapewa yeye. Kwa hiyo Watanzania, hebu mtupokee kama vijana, na palipo na makosa kwenye mitandao mtusamee. Kuna vitu hatukupenda vifike public, lakini wachache walituharibia kwenye mitandao. Haikuwa ridhaa yetu kuweka maudhui yale mitandaoni. Niwashukuru sana Watanzania. Mama Nilsa huyu hapa. Mama Nilsa, una neno gani la kusema? Tusamee. Kwa Mama Nilsa umemsamehe mume wako, yaani mzazi mwenzio, kwa moyo, basi naomba msimame hapo. Naomba niongee kitu na Watanzania. Watanzania, punguzeni heka. Nasema hilo kwa maana ya kwamba kabla taarifa mja hukumu watu, msio mnahukumu watu kwa sababu ya picha. Mama Nilsa leo yuko hapa mbele kwamba hakuwa mtu wa mitandao na hakuna mtu aliona akaunti ya Instagram akiposti Mama Nilsa. Kwa hiyo mkiniona mimi nipo sehemu nimepiga picha na watu, punguzeni kusema Mama Nilsa yuko wapi. Huyu hapa leo, mnaweza mkamuuliza. Binafsi yeye mwenyewe hafurahi maisha ya mitandaoni, hafurahi vile watu wanapomsema vibaya. Yeye ni mzazi, pengine ana mapungufu yake, kila mtu ana mapungufu yake. Tusiyahukumu mapungufu ya mtu yote mitandaoni, si jambo zuri. Watanzania, naombeni katika hilo tupunguze maisha ya mtu binafsi na maisha ya mitandao. Karibu sana Katibu. Labda mimi kwa hali ya yote napenda kumshukuru Simon na Jessica. Dada Jessica, Lemachu, lete mabadiliko chanya ulipo. Lemachu, lete mabadiliko chanya ulipo. Lemachu, lete mabadiliko chanya ulipo. Lemachu oye! Lemachu tuna kampeni inayosema ibua, fuatilia, toa rufaa. Tuliposikia habari hii mtandaoni, na kwa sababu Lemachu inafuatilia watu wanaofanya vizuri kwenye mtandao na katika maeneo mbalimbali, niliongea na Jessica, nikamwambia anipe namba ya mume wake ili apate tuzo au cheti cha kuwa baba bora. Jessica ndo aliyenipa namba ya Simon. Na baada ya kuona mtandaoni hali sio nzuri, ilibidi tufuatilie. Hatuweza kulala tukijisikia vizuri, lakini leo tumewapata, tumeongea vizuri, kila mtu kaeleza kiundani, kwa hiyo yameisha. Lakini baada ya hapo Jessica atakuwa, kwa sababu ni binti bado mdogo mwenye miaka 20 tu, anahitaji usimamizi wa karibu, na sisi tutamsimamia ili afikie lengo lake. Na pia Simon kwa sababu ni kijana, tutawasimamia ili wafikie malengo yao katika utulivu na hekima na busara. Lemachu, lete mabadiliko chanya ulipo. Asante sana. Labda katika kuelimisha vijana, na katika hili ambayo tunaona hawa vijana kiukweli sio kwamba walikuwa kwenye mahusiano yaliyo serious. Huyu ametoka kumaliza tu shule, dada Jessica, akajikuta ameingia katika mkanganyiko wa uongo wa wanaume. Maanake mimi niseme kwamba alimuingiza chaka. Si ndio Jessica? Alimuingiza nini? Chaka. Labda niulize kwamba labda Jessica, wewe wakati una nani ulikuwa na mahusiano rasmi kwamba unajua kwamba unaenda kupata mimba au nini? Kwa hiyo Jessica mwenyewe alikuwa hajui kama anaenda kupata, anajua tu ni mchezo tu, umekuja amependwa na White unajua tena ndio hivyo. Lakini mafunzo haya kwa vijana kwamba vijana wanatakiwa watulie, watimize ndoto zao. Mabinti wanatakiwa watulie pale wanapokuwa wanafunzi. Kama ni kusoma, waendelee kufanya nini? Kusoma. Maisha mazuri yatakuja tu. Mnapoenda kwa pupa ndio yao mnaokutana na vitu ambavyo sivyo. Lakini na naendelea kuongea na Jessica ambaye ni mtoto wetu. Umeona, maana ni mtoto kabisa huyu.
kwamba aendelee kutulia, na pale watakapo weka mambo vizuri katika maisha yao, yeye atachagua afanye nini. Japo kaishachagua duka, lakini atapata maongezeko mengine kadiri maisha yanavyofanya nini, yanavyoendelea. Labda Jessica, ulikuwa unajua kwamba Simon ana mahusiano? Kwa maana pale naye sikujua, ila baada ya mimba aliniambia. Okay, baada ya kumwambia una mimba. Okay, sawa. Anyway, tusiyakuze sana haya mambo kwa sababu tumeyamaliza. Lakini pamoja na kwamba ni katibu wa Lemash, mimi ni mchungaji ambaye tunapenda kuishi, watu waishi kwa amani na utulivu. Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kuwatunza. Mitandao ina mambo mengi. Kwa hiyo mimi natoa rai kwa Tanzania, tutumie mitandao kwa ajili ya kukuza biashara zetu, tutumie mitandao kwa ajili ya kutoa elimu katika jamii. Tusitumie mitandao kwa ajili ya kukashifu watu wengine, kwa sababu maisha haya ni ya muda mfupi. Na Mungu awabariki sana wa Tanzania. Amen. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, penda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wakati huu na muda huu ambao Mungu tumekaa mahali hapa. Mungu umesema katika neno lako, eli wapatanishi maana watauona ufalme wa Mungu. Mahali hapa tumekuwa na Simon, lakini tumekuwa na Jessica na tumekuwa na watu wengine ambao walipopo mahali hapa. Tumesikiliza mambo mengi kutoka kwao, nao Mungu amekurejea wewe na kuwa kitu kimoja. Asante kwa ajili ya usuluhishi uliofanyika mahali hapa na kwa ajili ya amani ya Watanzania. Lakini Mungu, tunaiombea nchi yetu. Bwana Yesu, kwa ajili ya nchi yetu tunaiombea amani, tunaombea uvumilivu katika nchi yetu. Tunamwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu. Tunaiombea serikali ya Tanzania tuendelee kuwa na amani na umoja na mshikamano. Tunakwenda kuombea na nchi zetu za jirani, nchi mbalimbali za jirani, tukiomba utulivu na amani katika nchi zinazoendelea na vita, katika jina la Yesu. Tunapoondoka mahali hapa, tunamwombea baba Nisa ambaye alikuwa ni mzazi wa Nisa na Jessica. Bwana Yesu, kaendelee kuwapa moyo wa uvumilivu na moyo wa utulivu katika jina la Yesu. Amen. 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 Kufikia hapo hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Kwa heri.